Tambala hili mtu wangu linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuri TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tunaanzia pale ambapo tulishia kwenye episode ya 4 ya Tambala hili mtu wangu. Wakiwa wanamsubiri mzee wake Jonathan, Kewa akaokota simu ya binamu yake hapa. Alikuwa anataka aongee naye sehemu iliyotulia na yuko peke yake. Ikabidi mchiza atoke nje ili akazungumze naye. Sasa Waisa akamtaka Jonathan kama vipi aendelee kubaki hapa hostel. Maana akitoka nje tu anaweza kukutana na wanafunzi wenye hasira kali wakampiga au chochote kikafanyika na Jonathan akatia ise. Sasa Kewa alipofika nje akampigia binamu yake, akamwambia bibi yake amezimia na yupo kwenye koma sasa hivi. Ikabidi mchizi awai nyumbani kwenda kumwangalia. Mzee alipofika alifoka kishenzian. Anaona hii ni mipango ya kumharibia kampeni zake tu, na washikaji wamemwambia alipe kama milioni 100 hivi. Beauty hawezi kufanya hivyo, sio yeye, ni watu waliomtuma. Wamesema kama nisipowatumia wataiachia video yako, jamii haitajali kama ni halisi au feki. Jonathan akasisitiza hajafanya hicho kitu kabisa. Mzee akasema alitegemea yote kutokea. Najua idara ambayo anasoma Beauty, twende tukamwangalie. Mzee akasema amefanya uchunguzi wote, yule sio mwanafunzi. Baadaye mzee kabidi aende kuzungumza na vice chancellor wa chuo. Baada ya muda akapigiwa simu na washikaji tena. Mara hii walikuwa wanataka jitoe kwenye ugombea. Hiki kitu mzee ndo hataki kabisa hata kukisikia. Kuna bahati hatujamfanya chochote mwanao. Usije kujaribu kumgusa mwanangu hata kidogo. Hata hivyo tumsikie na watoto wawili hapo. Mzee bado haelewi. Watoto wawili kivipi? Masela wanachokitaka ni pesa tu. Bas. Baada ya muda Kewa karudi hana amani kabisa. Akaambia Beauty sio mwanafunzi, lakini mwana akaonekana kuwa sawa hata kidogo kabisa. Jonathan akahisi kuna kitu hakipo sawa hapa. Kewa akasema bajaji aliyokuwa amepanda ilipata ajali, ndio maana yuko kwenye hii hali. Kewe hataki kusema kila ambacho kinamsumbua hata kidogo aise. Jonathan akasema kwa sasa anaona aibu hata kutoka nje. Unaendaje darasani? Nina rafiki yangu nasoma naye ananiletea notes. Hata hivyo kesho nitatoka, lakini nitawahi sana kurudi. Kesho kuna nini? Haujui kuna shindano la urembo na wanatakiwa kuwa pale kwa ajili ya Amira, na tayari Jonathan ameshakata tiketi kwa ajili ya washikaji zake. Baada ya muda Kewa akaja kutafuta kazi kwa washikaji hapa. Akasema nahitaji msaada. Kila siku msaada tu mzee, tukusaidia nini tena? Bibi yangu amelazwa, nahitaji sana pesa. Masela wakashangaa. Hata sisi tunahitaji pesa, au wewe hutaki? Mwambie mzee, mwambie mama wako hajakutumia kwani? Si anaishi nje? Kewa akasema anahitaji kazi ambayo itampa pesa ya haraka. Masela wakamuuliza, unaweza kupigana? Maana hiyo ndo kazi pekee iliyobaki. Ukishinda tu pambano, unapewa pesa zako pale pale. Kewa akawa amekubali. Lakini Masela akasema akishinda pambano tu, wanapaswa wagawane pesa. Basi mchizi alichezea za kutosha tu. Sasa wakati anaoga, akasikia watu wanamsifia kishenzi Amira. Wanasema lazima ashinde hilo shindano kwa sababu ni mzuri sana. Mmoja akasema nani ajui kwamba yuko na Kewe, kwani tayari ni swala la muda tu, hauoni anampenda kweli bana. Kewa na bahati sana ise, ana chuma ya kwenda yani. Mchizi hata hajawahi kutabasamu, lakini anamiliki mchumba mkali kinoma. Kewe ndo akakumbuka sasa wakati yuko bize na kazi alipokea ujumbe wa Amira hapa. Alikuwa anamlalamikia kinoma mchizi. Alikuwa anasema apokee simu zake, hajibu message na ana wasiwasi kinoma na yeye. Kewe ndo akajua sasa kumbe kujali kote kule ni kwa sababu ya upendo alionao ise. Upande wa pili kumeneja Bella alikuwa anapambana kinoma kumtafutia mashabiki Amira. Anapiga kampeni kishenzi Bella. Mara kaja Amira, kwa nini umechelewa? Nilikuwa na masomo. Upo serious kweli? Shindano linakaribia, wewe uko bize kuwaza kusoma tu. Mitihani ni wiki chache zijazo Bella. Kwa hiyo nimekuja shule kusoma, sio mambo ya urembo. Unajua ni kitu gani ambacho kitakusaidia baadaye? Acha makasiriko, nimeshafika. Bella akamaindi kinoma yani. Nafanya kila kitu kwa ajili yako, lakini haujali kabisa. Kweli nani aliniandikisha? Sikumwomba mtu aniandike jina langu. Bella akasusia hataki tena kuwa meneja wa Amira. Kundi limekufa hapa. Bella anaona kadhalilishwa sana. Wakati amekaa hapa, Fatima na Kibonge akamwona Bella alikuwa amekaa na mawazo kinoma, ikabidi wamfuate. Walipofika hapa wakaanza kujiongelesha wenyewe tu, lakini Bella amekaa kimya. Wanamponda kishenzi Amira. Una kipaji sana Bella, unapaswa kuwa na sisi, sio kile kituko. Bella akawaacha waongee yote hapa, lakini yeye anawasikiliza tu. Upande wa pili kwa Amira mawazo ni mengi mno. Mara akakota simu ya Jonathan, akasema aendelee tena ya shindano, maana amegombana na Bella na hawezi kufanya chochote bila Bella. Lakini akasema atalifuata tu ile gauni ambalo wameweka oda huko. Jonathan akasema atampeleka dukani. Basi bana mchizi akamfuata Amira ili waende kuchukua gauni wote dukani. Sasa Amira alipojaribishia lile gauni pale dukani aliwaka kishenzi aise, hadi Jonathan akashangaa. Gauni limempendeza vibaya mno bibie. Unaonekana poa sana. Mpenzi wako anakujali. Sio mpenzi wangu, ni rafiki yangu tu. Amira kutokana na mawazo alionayo hakutaka tena hata kula. Jonathan akasema Kewa amerudi. Amira akataka warudi akamuona ise. Maneno ya wale watu yakawa yanaitesa sana akili ya Kewe. Mara Amira na Jonathan wakafika. Umerudi? Ulikuwa ujibu meseji zangu wala upokee simu zangu. Kulikuwa na shida? Huwa anajibu kifupi tu yule. Usijali, tutaonana karibuni. Mchizi akasema alitakiwa kwenda mgahawani, kwa hiyo akawa amesepa. Sasa Amira ameniweka gauni lake kwenye kabati za shule za nje.
kasheshe liko hapa mtu wangu. Fatima akasema haamini kama gauni lake itakuwa salama kwenye kabati za nje. Wakati wanaongea hapa, akapita Amira yuko na Jonathan. Wakajua hawa ni wapenzi Kama ni wapenzi basi afadhali, sikuelewi. Hata niachia kewe, maana wao si wameshaanza kudeti. Fatima kahisi Amira naye kaweka gauni lake kwenye kabati za nje. Kwa hiyo ukasukwa mpango hapa. Sasa hatujui ni nini ambacho Fatima na Ozi wanaenda kukifanya ise. Amira alipofika hostel akatamani sana kuomba msamaha hapa, lakini kila kijaribu anashindwa anzie wapi. Bella anaona kila kitu ambacho kinaendelea, sio kama kalala, kajifanya tu kalala, lakini anaona kila kitu. Upande wa pili kwa washikaji nao usingize upande kabisa. Kewa akawa anawaza siku ya kwanza bibi amekuja chumbani kwake na nini, kumbe alikuwa anampenda Anajiona mjinga sana kwa kushindwa kujua bibi anampenda. Hatafanya nini sasa hapa? Huku Jonathan naye anakumbuka alivyomwona amependeza pale dukani. Jonathan ameingiwa na upendo kwa Amira ise. Sasa itakuwaje? Marafiki wawili wanampenda mtu mmoja, na istosha hawa ni ndugu, lakini wao hawajui. Upande wa Soma huku amepokea mgeni mpya. Huyu anaitwa Princess. Akasema atakuwa anakaa chumba kimoja na Soma. Soma alifikiri pengine ataletewa wa kukaa naye muhula ujao, lakini kaletewa sasa hivi. Ikabidi amkaribishe tu. Sasa huyu Princess amekuja kwa ajili ya mission au ni mtu mwema tu? Filamu inazidi kuchangamka hapa. Asubuhi Bella aliposhtuka akamkuta Amira anamtazama. Mbona unapiga kelele? Umeniogopesha. Bella akaanza kusali hapa. Amira yeye akamalizia Amina. Una shida gani? Samahani besti. Amira akasema namthamini sana Bella. Anathamini sana muda wake, anavyofanya kazi na kila kitu chake. Haujatengeneza nywele zako hadi sasa hivi. Nawezaje kuwa na urafiki na wewe? Siwezi kufanya chochote bila wewe. Hata kuchukua gauni tu alinipeleka Jonathan. Bella akashangaa. Ulienda kuchukua gauni? Liko wapi? Lipo kwenye kabati za shule. Bella hisi sio salama pale, watu wanaweza kwenda kukopi mshono. Urafiki umelejea ise, na Bella amerudi kwenye majukumu yake kama meneja. Kisha wakalifata gauni lao, huku Jonathan mawazo amempeleka mbali kishenzi. Anamwona Amira kavaa gauni lake, na yeye amebeba maua kwa ajili yake pale na nini, vitu kaizo mtu wangu. Alipofika tu bibie akamkabidhi lile ua na kumwambia anampenda mno. Basi penzi likaanzia hapa. Huku Kewe naye akawaza Amira amemkuta amekaa, kisha kaelezea hisia zake kwa Kewe. Akasema nampenda sana mchizi, na penzi lao likazaliwa hapo. Mawazo yanawatesa sana hao washikaji, na wote wanamwaza Amira tu. Si wanakuruya wasichana watatu, kwa nini wasigawane? Wanamwaza mmoja tu Yaani hadi matendo wakawa wanafanya pamoja. Kuamka, akinyanyuka huyu na mwingine ananyanyuka, yaani hadi kutembea. Mapenzi bana. Sasa tukamwona Amira analia kishenzi yani. Gauni lake kalishika limechana vibaya mno. Bella aliuliza kwa kila mtu, lakini hakuna aliyekuwa anajua nani kachana lile gauni. Amira alikuwa analia tu, maana lile gauni ndo kitu ambacho alikuwa anakitegemea sana leo, na ametokea kulipenda tu. Huku Fatima na chawa wake wanasubiri Amira aone. Kumbe hawa ndo wamefanya undava Hozi akasema hatukupaswa kufanya hivyo, lile gauni lilikuwa zuri, halafu ni la gharama mno. Fatima kauliza, unadhani nikipambana na Amira kihalali nitashinda? Hapana, bora utapoteza kishujaa. Fatima anaona viti imemalizika hapa, maana hawezi kwenda kushona gauni tena kwa muda uliobaki. Soma alipomaliza kujiandaa kaja Princess. Unaenda wapi? Rafiki yangu anashiriki shindano la urembo, kwa hiyo tunaenda kuweka mambo sawa. Kisha wakaungana pamoja. Amira akawa ni mtu wa kulia tu, gauni alilipenda kishenzi yani. Jonathan akaambiwa gauni limechanwa na Amira hayupo sawa. Jonathan akawataka wajiandae tu, kuna sehemu anataka wapeleke. Sasa Fatima na chawa wake wakapita kuangalia maendeleo. Bella akajua tu kuwa hawa ndo wamehusika na huu upuuzi. Akakumbuka siku ile walipomfuata aliwapiga maneno ya kejeli vibaya mno. Mnataka nimwache Amira halafu na wewe nyumbu? Unasemaje? Umesikia? Unamfuata kila mahali kama mtoto wa mbwa hivi. Muda wote unakubaliana na ujinga wake tu. Unataka kuwafanya wanene waonekane hawana akili. Fatima kamaindi kishenzian. Kuwa na heshima wewe. Bella kwa michambo yupo sawa ise, na anajiamini kishenzian akawa amesepa. Bella akajihakikishia kabisa kuwa waliofanya hivi ni Fatima na Ozi, na hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya hiki kitu. Baada ya muda Jonathan akawaleta kwenye moja ya nyumba zao ambazo zipo hapa mjini. Sasa mama yake Jonathan ni mbunifu wa mavazi, na kwenye hii nyumba kuna kazi zake nyingi sana ambazo kaziweka. Kwa hiyo wataenda kuchagua gauni ambalo Amira atalivaa limpendeze, na ikiwezekana aenda kashinde kwenye shindano. Wakiwa ndani, Bella kamshawishi kama vipi Amira hakubali kuingia kwenye mahusiano na Jonathan, yote kwa sababu mchizi ameonyesha kujali mno. Amira hakukataa wala hakukubali. Wewe unaelewa nini? Kutokukataa au kukubali? Waliporudi chuoni wakakutana na Soma. Akamtambulisha rafiki yake mpya mbele ya marafiki zake na nini, salamu zikawa nyingi mno. Sasa Jonathan akawa anajitoa kishenzi kwa Amira, mara anabeba mfuko na nini, vitu kaizo mtu wangu. Unajua gentleman.
Baada ya muda Bella naye akawa ameondoka. Princess akauliza, mbona hivyo? Wako bize sana. Ikabidi wote waondoke tu hapa. Leo Kewe akataka kujua jina la babake Jonathan, maana anajua ni mgombea ugavana tu. Wakati Jonathan anataka kulitaja jina la babake, mara akaingia Waisa. Alikuwa na haraka kishenzi yani. Yeye anataka Waisa sasa hivi kwenda kwa hilo shindano, wakati shindano ni usiku. Basi bana, maandalizi kwa ajili ya show yakaendelea hapa. Fatima anapigwa poda la maana mno. Ozi akasema hakuna mtu aliyejitoa mpaka sasa hivi. Fatima kashangaa. Alikuwa anategemea Amira pengine angejitoa mapema tu, lakini bado yumo mpaka sasa hivi. Ikabidi amtoe mtu wa makeup hapa. Atavaa nini sasa? Atakuja na gauni la kawaida tu, hiyo hainisumbui. Atavaa gauni la zamani. Basi hapo kesi imeisha. Kewe akaja kukutana na Amira. Amira akasema amepata ujumbe wa ghafla sana, kwa hiyo ndio maana kafika hapa. Kewe akasema amekuja kumtakia kila laheri tu kuelekea kwenye shindano lake. Nina wasiwasi. Kewe akasema anamwamini sana, lakini Amira aliona uso wa Kewe haupo vizuri. Alipomshika tu, hisia zikapanda baina hawa watu wawili. Kidogo wachafue ubao hapa. Kidogo sana yani. Unaona Wakati Amira anatoka, Kewe akasema anamsubiri. Hiyo ndio hali ya upendo ilivyo. Noma sana mtu wangu. Muda wa show kafika rasmi, watu wengi kinoma walihudhuria hapa. MC akamkaribisha Soma ili aje kutumbuiza hapa kabla mashindano na nini, vitu kaizo mtu wangu. Kabla hajaanza kuimba, washikaji zake wakaingia. Kisha ngoma ikapigwa hapa na nini. Soma aliimba vizuri kishenzi yani. Huku watu walikuwa wanamalizia kujiandaa. Lakini wakati huo walikuwa nasikia Soma namna ambavyo alikuwa anaimba. Kila mmoja alishangaa kishenzi yani. Maana Soma na sauti nzuri sana na hawajawahi kabisa kumsikia anaimba. Leo ndo kwa mara ya kwanza. Lakini ndugu zangu, niwaambie tu kwamba asanteni sana kwa masimango yenu, maana mmenikatisha tamaa kabisa ya kuimba. Na leo nilitaka niwaimbie hapa nyimbo nzuri ambayo Soma alikuwa anaimba, lakini sitafanya hivyo kwa sababu tayari mmesha ni disappoint, au mnitafutie meneja tu nianze kuimba mwenyewe. Lakini Soma aliimba vizuri mno. Kila mtu alivutiwa na uwezo wa Soma pale ukumbini. Ilikuwa noma sana mtu wangu. Sasa washiriki wakaanza kuonyesha ubora wao kwenye stage. Akafuata Fatima hapa kwenye stage na nini. Jonathan akatoka kuongea na simu. Mzee akasema naye atakuwepo muda so mrefu. Jonathan hakujua kama mzee wake anakuja. Aliyefuatia kwenye stage alikuwa ni Amira Gaba, anajulikana chuo kizima kuwa na akili. Alikuwa amependeza kishenzi yani. Sasa backstage wakajipongeza kishenzi namna ambavyo watu walikuwa wanapiga makofi na kelele kwa ajili yake na nini. Sasa kinachofuata ni kipindi cha maswali. Hapo utaenda kuulizwa maswali na utajibu. Huku Fatima na Ozi wanaona gere kishenzi yani. Kumbe alikuwa na magauni mawili yani hawa wanawaza ubaya tu, kama ubaya ubwela vile. Basi bana, muda wa maswali ukafika. Alianza stage ni Fatima. Akaulizwa, ukiwa rais wa wanafunzi kwa siku moja utafanya nini? Fatima akasema lazima wanafunzi wote watumie sunscreen. Watu huku ni kuguna tu. Tunaishi kwenye nchi yenye joto sana. Kuijali ngozi yako ni muhimu, sio kuhusu uzuri bali kuzilinda ngozi zetu. Aliyefuata kwenye stage alikuwa ni Amira. Yeye akasema atatengeneza mabadiliko ambayo yataonekana ndani ya masaa 24. Kwanza nitatengeneza uwanja wa watu kutoa maoni yao kwa kujulikana au kwa kutokujulikana, kwa sababu naelewa kila sauti ya mtu inapaswa kusikilizwa. Kingine akasema atasisitiza sana usafi, hasa hostel ambako wao wanaishi, maana anaamini mazingira safi yatamfanya mwanafunzi pia asome kwa uhuru. Kingine akasema atatengeneza mazingira ambapo kila mmoja atajisikia yuko huru na mwenye amani. Basi shangwe likawa kubwa sana hapa ndani. Ukumbi mzima ukaripuka kwa shangwe. Kingine akasema angependa kuendeleza vipaji vya wanafunzi na kuwawezesha kutimiza ndoto zao. Shangwe kubwa mno likapigwa hapa ukumbini. Yani hakuna aliyekuwa naamini. Kejeli za Bella zikataka kumfanya Fatima pigani, maana naona ameshindwa kizembe mno. Mtu ambaye anakuja kutoa zawadi ya mshindi ni mgombea nafasi ya ugavana Mr. Douglas. Basi watu ni shangwe tu hapa. Mzee wakati anaongea akamtambulisha mwanae. Kewe ndo akajua sasa kumbe Jonathan ni mtoto wa mzee aliyemkataa na anamchukia kishenzian. Mzee akatoa sifa nyingi kinoma kwa Jonathan. Mwisho Jonathan akasimama kuwapungia mkono wengine. Kewe akatoka kwa hasira kishenzian. Kila mtu akashangaa, hawaelewi nini ambacho kinaendelea hapa. Na huo ndo kama mwisho sehemu ya 5 ya tambala hili mtu wangu linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, comment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.